Kwa namna gani mashabiki wa Simba mnaumizwa na kukosekana nyinyi mashabiki kwenye mchezo wa kesho? Of course shabiki ni mchezaji wa 12. Utaratibu katika mpira anapokosekana shabiki kidogo kuna udhaifu. Na hii imetokana na adhabu ambayo klabu yangu wamepigwa na CAF. Kwa hiyo mimi naamini baadhi ya mashabiki wa Simba hii itakuwa kama fundisho kwao kwa vitendo ambavyo sio rafiki na havileti afya katika mpira. Kwa hiyo waangalie hii kama onyo lililotolewa kwa klabu yetu, kwa sababu tumepata hasara kama 3 katika mechi ya kesho. Ya kwanza kutokwenda kuisupport timu yetu. Ndivyo? Pili ni mapato. Na 3 ni adhabu ambayo klabu yetu inapata hasara ya kutoa milioni 200 ambayo haina tija yoyote. Yaani hawana faida yoyote ambayo wanaipata. Kwenda kutoa sehemu ambayo hela ilikuwa inaweza kwenda kufanya kitu kingine, tunaitoa kwa sababu ya vitu ambavyo havina msingi. Kwa hiki ni lazima tukichukue, kwa sababu sasa hivi klabu yetu imekuwa ina matukio ya ajabu sana. Matendo haya ya kupigana, aidha mashabiki wenyewe kwa wenyewe au mashabiki wa Simba. Tumeshaona kuna video ilitembea sana kwenye fainali ya shirikisho Zanzibar. Mtu ameenda na familia yake, amebeba familia yake kwenda kufurahia mpira. Yani itikadi mbaya kwamba eti kavaa jezi ya Yanga ndio watu wanakwenda kumshambulia kwa mateke na kumdhalilisha mbele ya familia yake. Sio kitendo cha kiungwana. Mpira ni furaha na mpira ni undugu, sio uadui. Huyu kavaa jezi ya Simba, kuvaa jezi ya Yanga sio sababu ya kusema kwamba wewe huyu amekutendea kitu kibaya sana. Hii itufundishe kwamba sasa hivi mpira sio uadui. Mpira ni urafiki na undugu. Kwa hiyo mimi naamini leo mimi nakwenda uwanjani na ninaweza nikakaa katikati ya mashabiki. Sio ninaweza, nakaa katikati ya mashabiki wa Yanga. Tukiwa tunaangalia mpira burudani kabisa. Na tunafurahi kwa sababu hawa Yanga tuna ndugu zetu. Simba nao upande wa Yanga kule Simba wana ndugu zao. Kwa nini tulete vitu ambavyo havina afya kwenye mpira wetu? Mashabiki wa Yanga wana nidhamu vibaya mno. Yaani kwa hilo mimi nawapa respect kubwa sana. Na hii nidhamu haijatoka nje, ni kutoka kwenye management ya Dar es Salaam Africans. Kwa sababu mtoto unavomlea, yani namzungumzia mzazi anavomlea mtoto, ndio hivyo hivyo anakuwa na zile kariba zake za discipline. Kwa hiyo kwanza nianze kuwapongeza management kuweza kuwa control hawa mafans wa Dar es Salaam Africans. Hawana vitu vya ajabu.